Benki Kuu ya Tanzania BOT imewashauri vijana kujenga utamaduni wa kuwa na nidhamu ya fedha pindi wanapopatiwa mikopo na taasisi mbalimbali za fedha nchini. Na katika michezo, mjumbe wa kamati tendaji ya TFF kanda ya 5 Salum Kilunge amewataka wahitimu wa kozi ya ukocha na makipa wa diploma D ngazi ya awali kukuza mchezo wa soka nchini. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewashauri vijana kujenga utamaduni wa kuwa na nidhamu ya fedha pindi wanapopatiwa mikopo ya kuanzisha miradi mbalimbali ya ujasiriamali na taasisi za fedha nchini ili kujikwamua kiuchumi. Ushauri huo umetolewa baada ya kubainika kuwa baadhi ya vijana hawana maamuzi sahihi katika nidhamu ya fedha. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Makamu mkuu wa chuo cha Benki Kuu ya Tanzania anayesimamia taaluma, ushauri elekezi na tafiti, Dr. Ephraim Mwasanguti anatumia programu ya vijana kilimo biashara, mkufunzi elimu ya fedha jijini Mwanza, kuwashauri wakufunzi kutumia elimu hiyo kubadili fikra za vijana nchini. Tunategemea kila mmoja wao aweze kuelimisha angalau wananchi 1000 angalau. Kwa hiyo tukitimiza lengo hilo la kila mkufunzi kuelimisha wananchi 1000, maana tutakuwa na wananchi karibu 115,000 ambao watakuwa wameelimika kupata elimu ya fedha. Katika awamu hii ya kwanza ya elimu ya nidhamu ya fedha inayofadhiliwa na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP, tayari vijana 71 wameshahitimu mafunzo hayo ili kuwafikia vijana wenzao ambao bado hawajafikiwa na elimu sahihi ya nidhamu ya fedha. Kwa hiyo ni mradi ambao hakika tunategemea kwa na manufaa makubwa sana. Tukitegemea ninyi sasa kama ndio wakufunzi ambao tunasema TOT. Niendelee kuwapa rai kwamba hatujaishia hapa. Leo mmepata elimu, sisi tunategemea elimu hii inaenda kuwafikia vijana wengine ambao wako ndani ya mradi. Elimu tuliyoipata na elimu niliyoipata pia imeninufaisha mimi mwenyewe kunitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nilikuwa sehemu ya giza, sasa niko kwenye sehemu ya mwanga. Kuna namna kijana itambadilisha kwa mtazamo. Lakini pia katika kusimamia fedha, akiwa na elimu ya usimamizi wa fedha binafsi, hatafanya kilimo kama kilimo kwa kawaida, atafanya kilimo kwa chatija. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry kwa taarifa hiyo. Baada ya kufungwa kwa kipindi cha msamaha wa usajili wa hiari kwa wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC imetangaza kuanza kwa utekelezaji mkali wa sheria dhidi ya taasisi zote zinazokiuka matakwa ya usajili. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji na uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Dr. Emmanuel Mkilia amesema utekelezaji kamili wa sheria hiyo ulianza Aprili 9, 2026 baada ya kumalizika kwa kipindi cha usajili wa hiari kilichofungwa Aprili 8 mwaka 2026. Tume inatoa maelekezo yafuatayo. Taasisi zote ambazo zilianza mchakato wa usajili lakini hazijakamilisha zinatakiwa kukamilisha usajili huo ndani ya siku 7 kuanzia leo tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Taasisi ambazo hazijaanza kabisa usajili zinatakiwa kuanza na kukamilisha ndani ya siku 7 za kazi kuanzia tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Aidha, Dr. Mkilia amesema kuwa wananchi wana haki ya kulinda taarifa zao binafsi kwa mujibu wa sheria, na pale ambapo kuna ukiukwaji wa taarifa hizo wanapaswa kuzifikisha kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kwa ajili ya hatua zaidi. Tume inawakumbusha wananchi kuwa wana haki ya kulinda taarifa zao binafsi kwa mujibu wa sheria. Wananchi wanahimizwa kutumia haki zao ikiwemo kuwasilisha malalamiko kwa tume endapo watabaini matumizi yasiyo halali ya taarifa zao au ukiukwaji wa faragha zao. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Wadau wa sekta ya utalii nchini wamehakikishiwa kuendelea kupata ushauri wa kitaalamu na huduma za kifedha zitakazowezesha kuimarisha biashara zao na kuchangia ukuaji endelevu wa sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa taifa. Mwandishi wetu Jamila Omar anaarifu kutoka Arusha. Hayo yameelezwa jijini Arusha wakati wa hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na benki ya CRDB kwa wateja wake maalumu ambao pia ni mabalozi wa benki hiyo wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za utalii nchini. Meneja wa kanda ya kaskazini wa benki ya CRDB Cosmas Sadat amesema taasisi hiyo itaendelea kutoa mikopo na ushauri wa kitaalamu kwa wawekezaji wa sekta ya utalii ili kuwawezesha kukuza biashara zao, ikiwemo uwekezaji katika magari ya utalii, hoteli na huduma nyingine zinazohusiana na sekta hiyo. Unapokuja benki, wewe hauji kama mtu wa chini, inferior, si ndio? Sisi kwetu hatuna inferior wala superior. Ni pale ambapo mahitaji ya kwako wewe na mahitaji ya benki yanapokutana, ndipo pale tunapokutana. Kwa hiyo sisi wote ni true partners. Katika hii partnership tunatamani sisi ndio tuwe chini, nyinyi mwe juu zaidi. Naye meneja mwandamizi wa benki ya CRDB Julius Kesi amesema benki hiyo inaendelea kubuni bidhaa na huduma zinazolenga kukidhi mahitaji ya wadau wa sekta ya utalii na kusaidia ukuaji wake kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunawashauri wadau wanaofanya utalii kuhakikisha kwamba pale wanapowekeza basi waweze kufuata vile vigezo vya wao kuweza kuwa certified. Wenzetu wengi wa lokopa kwenye mataasisi mengine wameisha njiani. Yaani ile harassment ilikuwa ni kubwa mno kiasi kwamba CRDB kwao hakuna. Yaani kafikia si wafanya biashara labda, lakini wamekuwa na a great customer care ambayo ni mfano wa kuigwa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila kwa taarifa hiyo. Walimu na wanafunzi wa skuli ya msingi na sekondari Miti Ulaya wamesema changamoto ya uhamisho wa walimu mara kwa mara pamoja na utoro wa wanafunzi ni miongoni mwa sababu zinazochangia kushindwa kufutwa kwa matokeo ya Division 0 katika skuli hiyo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Walimu na wanafunzi wa skuli ya Miti Ulaya wametoa kauli hizo mbele ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Atibu Yahya wakati wa ziara yake maalumu ya kuimarisha elimu na kuongeza kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Hatuwezi kufaulisha. Na hii tunaona wasi, kwa nini hususan mwaka huu inazidi kwamba mara ondosha mwalimu huyu, mara ondosha mwalimu huyu, na bahati mbaya sasa hawaletwi wengine. Naomba walimu ondoshewe katika skuli yetu. Wanafunzi wa form 4 ni watoro sana kiasi ambacho tushawaita wazazi wao. Kwanza tulimweleza mwalimu mkuu akatuambia tuchukue hatua wenyewe. Katika nasaha zake kwa walimu na wanafunzi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Atibu Yahya ameweka bayani mikakati ya serikali ya mkoa inayolenga kuimarisha kiwango cha ufaulu na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata matokeo ya daraja la kwanza na la pili katika mitihani ya taifa. Mikakati ya mkoa ni kuondosha zero katika mkoa wetu. Na zero hili sio kama linaondoka tu, ni lazima lifanyiwe kazi. Miongoni mwa kufanyiwa kazi kwa zero hili, kwanza ni kuja shuleni mukasoma kwa bidii. Maana kila mwalimu mkuu ambapo anahitaji kwenda kutumia ile habu, maana yake ni kupeleka taarifa siku fulani na siku fulani tutakuja na wanafunzi wetu kujifunza. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja kwa taarifa hiyo. Mtaalamu wa masuala ya uchumi na aliyewahi kuwa mhadhiri mwandamizi wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Semboja Haji amewashauri wataalamu wa masuala ya utalii kuongeza thamani ya bidhaa za utalii ili wakaguse moja kwa moja maisha ya wananchi. Profesa Semboja amesema sekta ya utalii imekuwa ikikua kutokana na ongezeko la ujio wa wageni, lakini bado ipo haja ya ukuaji wa utalii uendane na ukuaji wa hali za maisha ya wananchi. Ifuatayo ni taarifa zaidi.
Profesa Semboja ametoa ushauri huo kwa wadau wa sekta ya utalii Zanzibar wakati wa kikao cha uwasilishaji wa takwimu za uingiaji wa wageni kwa mwezi Mei 2026. Katika wasilisho hilo la takwimu za wageni limeonyesha jumla ya wageni 40,151 wameingia nchini kwa mwezi Mei 2026, sawa na ongezeko la 8.4% ikilinganishwa na wageni walioingia nchini mwezi kama huo mwaka 2025. Ukitazama idadi ya watalii wanaoingia Zanzibar na ukiangalia watalii wanaokwenda nchi ya kisiwani ya jirani Seychelles, alafu ukilinganisha GDP per capita wa Zanzibari, GDP per capita wa Zanzibari ni karibuni dola 1,200 au 1,250, lakini GDP per capita ya Seychelles ni karibuni dola 12,000. Mkufunzi wa masuala ya biashara SUZA Dr. Estela Ngoma Hassan amesema wadau wa utalii wanapaswa kuongeza vivutio vinavyowafanya watalii kuongeza siku za kukaa nchini baada ya siku 7 za sasa, kwa sababu competitors sasa wanakuwa wengi. I'm talking of those countries kwa sababu tuko kwenye zone moja, tuko East Africa pamoja. Kwa hiyo sasa na sisi tunatakiwa tuchangamkie hizi fursa. Nchi 5 zilizoongoza kwa kuleta wageni nchini, tunaona nchi ya Ujerumani inaongoza. Katika rekodi ya hoteli bora 20 za Afrika, Zanzibar imeshika rekodi ya kuwa na hoteli 5 bora kati ya hoteli 20 zilizopo ndani ya Afrika, hivyo kuifanya Zanzibar kuwa ni moja ya vituo muhimu vya utalii duniani. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi imeitaka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania TMDA kuongeza juhudi za kutoa elimu kwa umma kuhusu matumizi sahihi ya dawa kufuatia kuongezeka kwa tabia ya baadhi ya wananchi kutumia dawa kwa kufuata maelekezo wanayopata mtandaoni bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ifuatayo ni taarifa zaidi kutoka kwake Amani Mbando. Kamati hiyo imeeleza kuwa matumizi ya dawa bila uchunguzi wa kitabibu au ushauri wa daktari yanaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya, ikiwamo kuathiri figo, ini na viungo vingine muhimu vya mwili, huku yakichangia pia matumizi mabaya ya dawa na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Dr. Johannes Lukumai, akizungumza wakati wa ziara ya kamati kwenye mamlaka hiyo, amesema wananchi wanapaswa kutambua kuwa taarifa wanazozipata mtandaoni hazipaswi kuchukua nafasi ya ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa sababu watu wengi wako vijijini, wengine hawezi kusoma, waangalie sasa utaratibu au mikakati ya kuweka ili habari wafikie wananchi. Waongeze elimu kwenye matumizi ya dawa kwenye mitandao, watoe elimu kwa jamii, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye mitandao, wanaenda kununua dawa ambazo ziko chini ya kiwango, ambayo inapelekea kwenda kupata magonjwa mengine, yakiwemo magonjwa ya figo. Naibu Waziri wa Afya, Dr. Florence Samizi, amesema serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa mamlaka hiyo, ikiwamo kuboresha maabara zake pamoja na kufanya ufuatiliaji wa kudumu wa dawa zilizopo sokoni na kudhibiti ambazo hazijasajiliwa ili kutoleta madhara ya kiafya kwa watumiaji. Wanakwenda kwenye maduka kuangalia zile dawa zilizosajiliwa ndio kweli zinazouzwa kwenye madawa yaliyopo, na tumejionea jinsi gani sasa wanakwenda kugundua dawa ambazo watu wanaweka madukani ili hali hazijasajiliwa. Kiwango cha dawa bandia kwa mfano kwenye soko letu kiko chini ni 1% tu, na kiwango cha dawa duni kwenye soko letu ni 2%. Ila tuna asilimia kidogo nyingi kwa maana ya dawa ambazo hazijasajiliwa, karibu 28%, na ndizo bidhaa ambazo tunapambana nazo sana, kwa sababu bado wapo watu ambao sio waaminifu, wanatumia njia za panya, wanatumia mipaka yetu ambayo sio rasmi, wanapenyeza hizo bidhaa kuingia kwenye soko letu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na majanga, milipuko ya magonjwa na dharura za kiafya kupitia uundaji na mafunzo ya timu za matibabu ya dharura, Emergency Medical Teams EMTS, hatua inayolenga kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa haraka na bora wakati wa dharura. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele.
Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Afya katika hafla ya kufunga mafunzo hayo, mkurugenzi wa kitengo cha dharura na maafa wa Wizara ya Afya Dr. Elasto Silvanus amesema serikali ya awamu ya 6 imeweka mkazo katika kuimarisha mfumo wa utayari na mwitikio wa dharura kwa kuhakikisha kuna timu ya kudumu na zenye uwezo wa kukabiliana na matukio ya kiafya kabla hajaleta madhara makubwa. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa kuwa na timu ambazo ni za kudumu, ambazo ziko tayari muda wote, ili la dharura yote inapojitokeza kama ambavyo nimesema, kuangalia zile riski zetu, tuweze tusianze sasa kujitafuta upya, maana kila mlipuko ukija kama vile tunaanza upya. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo ya EMTS Dr. Eric Edward Richard amesema mafunzo hayo ni hatua ya 3 katika mchakato wa kuunda timu ya kitaifa ya matibabu ya dharura kwa kuzingatia viwango vinavyowekwa na Shirika la Afya Duniani WHO. Madhumuni ya timu hii ni kuweza kutoa matibabu kwa wananchi, lakini pia na wale ambao waliokuwa wamepata changamoto kipindi cha milipuko, lakini pia na dharura. Na Tanzania imekuwa ni nchi ya 27 kwa Afrika kwa ajili ya kuanzisha timu hizi za matibabu ya dharura za kiafya. Tumefundishwa ili kuweza kufikia viwango vya timu za EMT za kimataifa, kujifunza uratibu, usalama pamoja na utunzaji wa rasilimali. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka moja kwa moja kwenye habari za michezo na burudani. Mjumbe wa kamati tendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kanda ya 5 ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita Gerefa Salum Kulunge amewataka wahitimu wa kozi ya ukocha wa makipa diploma D ngazi ya awali kutumia elimu walioipata kukuza mchezo wa soka nchini. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik. Kulunge ametoa kauli hiyo wakati akifunga rasmi kozi hiyo ya awali iliyofanyika kwa mara ya kwanza nje ya makao makuu ya TFF, huku mkoa wa Geita ukiandika historia kwa kuwa miongoni mwa maeneo ya kwanza kupata fursa hiyo. Amewataka makocha hao kutojihusisha na vitendo visivyokubalika michezoni, ikiwemo vya ubashiri na upangaji wa matokeo. Tunasumbuliwa na mambo mengi sana sasa hivi katika kuwaendeleza vijana wetu, hasa kwenye mpira. Inafikia watu wanaingia kwenye ubashiri, mchezaji, walimu wanaingia kwenye ubashiri, ni vitu vibaya sana. Kwa hiyo wito wangu, mnaporudi kwenye maeneo yenu, msiende kukaa. Hata kama umekosa timu ya Premier League, hata kama umekosa timu ya Championship. Hata sisi kwenye idara yetu ya goalkeeping, moja ya malengo na mipango tulionayo ni kuona namna gani kwanza tunazalisha walimu wa kutosha wa kuweza kumeet demands ya soko la watoto walioko huku wanaohitaji kufundishwa. Katibu wa Gedifa Shafii Mwenyemvua amesema washiriki 20 kutoka mikoa mbalimbali nchini wameshiriki mafunzo hayo ya siku 5 yaliyofanyika katika shule ya sekondari Kisesa manispaa ya Geita, huku miongoni mwa washiriki hao ni wachezaji wa zamani wa vilabu mbalimbali ikiwemo Simba na Yanga. Kwa nashukuru viongozi wakuu wa chama kwa kuweza kuturizia sisi kama Gedifa, lakini kuweza kuandaa kozi hii kubwa kabisa ya goalkeeping. Na ndio maana unaona wenzetu wakija, magolikipa wanaotoka nje wakija, kuna vitu unakuta kabisa kwamba anaweza akawa kama Chovi, lakini kuna vitu anamshinda Chovi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sade. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.